Karibu sana mtazamaji kwa channel hapa Concept Kenya TV. Make sure na subscribe na share wa kwanza kutazama video zetu zingine. Na Joho basi ameendelea kupiga kampeni zake za kuwa kingpin wa Pwani na ama Coast Region kwa ujumla. Na hivi sasa basi macho yote yako kwake, manake yeye alitabiri ya kuwa siku moja atakuwa rais. Na hivi sasa basi kampeni zake kila mahali ambapo atakapoenda basi yeye husema ya kuwa iko siku moja atakuwa rais wa nchi ya Kenya. Na ukisikiza sana basi kauli zake mara zingine anasema kuwa basi 2032 Ruto kipiga yake 10, 2032 yeye ndo atachukua uongozi na atakuwa rais wa Kenya. Naam, basi anasema kuwa hakuna mwenye alijua kuwa atakuwa CS, na hivi sasa basi amekuwa CS na ndoto yake basi ni kuongoza nchi ya Kenya. Naam, amepata sifa nyingi sana kwa watu wengi na uongozi wake ambavyo aliufanya wakati akiwa governor wa Mombasa. Watu tu wamemsifu kusema kuwa uongozi wake ulikuwa mzuri, alikuwa anapeana kazi kwa kila mtu ukilinganisha na uongozi wa Mombasa ambao uko hivi sasa, na ni kiongozi ambaye pia naunganisha viongozi wote wa Pwani. Endapo pengine kutakuwa na malumbano ama kutokuelewana, yeye waleta pamoja na kufanya siasa kwa pamoja kama watu wa Pwani. Na anasema ya kuwa hivi sasa basi yeye ni mwanachama wa ODM kutoka kitambo na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kumtoa. Na msisahau ya kuwa kulikuwa na malumbano juzi kulivyokuwa na mkutano mkubwa wa ODM miaka 20 wakisherehekea miaka 20 Mombasa County. Na basi Asifuna alionekana hapo akiongea sana, na pia Winnie Odinga pia naye akiongea sana kuhusiana na chama kama kitavunjika au la. Na pia kuna malumbano ambayo alikuwa kati ya Joho na Sifuna ambaye ni senator wa Nairobi. Na basi hii pia ilizua gumzo na ikaonekana kama chama basi hivi sasa kinaonekana kitavunjika, na wengi wametoa maoni na kusema kuwa hichi chama cha ODM basi si muda mrefu tu kitavunjika. Manake malumbano yamekuwa ni mengi, kila mmoja anavutia kwake, kila mmoja anataka kukua kingpin ama kuonekana kuwa yeye ni bora kushinda mwenzake katika chama. Na hivi sasa basi mpira wote uko kwa Winnie na pia uko kwa yule ndugu yake Raila Amolo Odinga ambaye hivi sasa ndo amepewa cheo hicho kama kinara wa chama cha ODM. Na watu wengine walikuwa wanasema kuwa huyo ashazeeka basi akaweze kupewa Winnie Odinga ndo akaweze kuongoza chama, lakini pia kwingine pia nako watu nasema kuwa Winnie hawezi kuongoza chama, bado ni mdogo, na kuna watu waanzilishi wa hicho chama ambao ikiwemo kina Joho na wengineo. Na maneno yamekuwa mengi, acha nikuweke video kadhaa hapo kiweze kutizama kuhusiana na Joho anapopiga kampeni zake na ambitions zake za 2032, na pia maoni kadhaa kuhusiana na chama cha ODM vile kitakavyoenda hivi sasa. Manake tunajua baba alituacha, lakini chama cha ODM basi viongozi aliowaacha hivi sasa wanaonekana wako na malumbano ya chini kwa chini, na ni kama kinaweza kuvunjika siku yoyote. Make sure una subscribe tafadhali, na kuomba ukaweze kusubscribe ndo wa kwanza kutizama video zetu zingine. Nyinyi mwataka kuwa wafuasi mpaka lini? Mpaka lini mwataka kufuata watu? Hamtaki kufuatwa siku nyingine? Hamtaki kuwa na viongozi ambao watafuatwa? Sivyo? Sasa mipango ambayo tuliweka sisi, ambayo tulikuwa katika chama cha ODM, tulimfuata baba. Tukamfuata baba miaka nenda miaka. Sasa tunajipanga sisi tuambie ndugu zetu ambao tumewafuata watufuate. Kuna watu waambia Muhammad mwende kwingine, muanze upya. Muanze nini? Upya. Tena kwa watu ambao hawana mbele, hawana nyuma, hawajawajali waliokuwa zamani, hawatawajali leo, hawatawajali kesho. Tumeelewana paka hapo? Mimi namwambia Mungaro huyu, hii sura ya Hassan Joho muiangalie hii vizuri. Siku moja hii itakuwa sura rais hii. Itakuwa sura rais. Lakini sasa tukikubali kuvunjwa sahihi, ati sijui tumfuate nani? Tumekaa katika msururu mmoja wa chama cha ODM.
Tupigie kura, tukirudi kwa ndugu zetu tuambie twende wapigie, miaka nenda miaka rudi. Sasa tupigieni sisi. Sasa miaka 20 haya yote ambayo tuliyofanya tuyavunje kwa watu ambaye hatuwajui mbele wala hatuwajui nyuma, sivyo? Na sasa hii tumemuunga mkono Mheshimiwa William Ruto, hata yeye tutakuja kuambia watu wake tulikusaidia, mtusaidie, ama sivyo? Tuliwapa mkono, mrudishe nini? Sasa vyereje kuna mtu akwambia muache hayo yote twende kwingine ambayo hakuna mbele wala nyuma? Sijui kama mwanielewa mpaka hapo. Sijui kama mwanielewa, kuna nyuma mwanielewa mimi naambia nini? Ama mtatumika tu hivi hivi, jamaa aje apige kelele tumpigie, akishamaliza tumeenda. Haya, mimi nataka niwaulize, hichi chama cha ODM kama si jimbo la Pwani kingekuwa chama cha ODM kweli? Nani aliyokibeba chama cha ODM zaidi hapa? Si ni wa Pwani? Si ndio? Sasa sahihi lazima tuzidi kukishikilia, kwa sababu ile safari yetu na nia yetu na mpango wetu na umwelekeo tuuona pale mbele. Umenielewa? Tuuona pale mbele. Na wenzetu tushawaambia pia, kwa sababu hata kwa chama tuna wapinzani. Tumewaambia mkituletea tawaletea. Umeelewa? Wakija twaje. Wakisukuma tutasukuma. Wakirusha tutarusha. Wakileta noma hapa ndio headquarter. Mmenielewa nyinyi? Mmenielewa? Nataka niwaambie hivi. Nyinyi si ni wa Pwani? Nyinyi mtoka wapi? Nyinyi na Pwani langu nataka kuuliza. Mimi nikikaa nikiangalia niko na ndoto. Mimi naota. Niko na ndoto kwamba iko siku jimbo hili la Pwani utatoa rais wa taifa la Kenya. Mimi niko na hiyo ndoto. Na mimi niko katika siasa nikiamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu iko siku mtakuja kusema Rais Hassan Ali Joho. Niko na hiyo imani. Nataka mnisikize. Na nikamwambia msisherekee. Kwa sababu siasa ya kesho upangwa leo. Tumeelewana hapo? Siasa ya kesho upangwa nini? Leo. Sasa mimi nimefanya siasa na Raila Amolo Odinga kwa miaka 20. Mimi ni mwanafunzi wake. In fact, si miaka 20 nimefanya na Raila Amolo Odinga kwa miaka 22. ODM ina miaka 20. Lakini mimi nilianza na Raila Amolo Odinga mwaka na kabla tuingie siasa ya ODM. Tulianza na Liberal Democratic Party. Umeelewa? Nikisimama Kisaumu. Kijana mchanga, dogo kabisa. Nikalelewa nikafundishwa siasa na baba Raila Amolo Odinga. Akanishika mkono akanionyesha njia zote za siasa. Umeelewa? Nikagraduate, nikawa mbunge. Nikaenda tena, nikawa naibu wa waziri. Nikawa gavana term ya kwanza, nikawa gavana term ya pili. Sasa hii mimi ni waziri. Ile kiti ambaye imebaki ni rais wa taifa la Kenya. Mmeliona mpaka mmoja niliwaambia msisherekee. Lakini safari ya kesho pangwa leo. Na hupigi kura mara nyingi hupigi kura kwa sababu ya mtu mmoja. Chairman wewe unaongea. Chairman, you not vote because of one person. Umeelewa? Kura haipigi kwa sababu ya mtu. Unaangalia mchakato mzima. Kwa jina la Mungu, unaangalia mchakato mzima. Kwa sababu ukifanya uamuzi sahihi lao kama tutampigia mpinzani wetu, just know you're weak Hassan Joho. Umepunguza nguvu Hassan Joho. Umepunguza nguvu Gideon Mung'aro. Umepunguza nguvu Amina Mnyazi na wengineo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu Mombasa, naifuatilia kwa makini sana siasa ya nyumbani. Na hususan hivi sasa nafuatilia siasa ya ODM. Nimeona kwamba kweli msukosuko unakuja.
na ODM kama nilipotangulia kusema itapasuka, naona yapasuka. Leo hii tumeona ndugu yetu Hassan Joho ashaanza kusema kwamba hakubali kutishwa na baadhi ya watu wa ODM. Na katika mwangalio wangu kufuatilia mazungumzo sana, nimeona watu wengi wamepinpoint Sifuna kwamba yeye ni SG, yende SG wa chama cha ODM. Na haya mazungumzo wanapokwenda ni kwamba watu wanakariri kwamba haya mazungumzo wanasema Joho amemlenga Sifuna. Lakini kimimi sidhani kwamba ni Sifuna peke yake. Kumbuka kuna Orengo wamezungumza na akapinga broad base. Na Willy Odinga akazungumza akasema kuna watu katika chama mtana huwa wao ni watu wazuri, usiku wenyewe wanakutana na watu wengine wanapanga mambo yao. Na tukija kwa Oburu ambaye ndugu yake Raila, naye pia anasema kwamba haiwezekani kuingia katika kwa UDA just kijinga. Sasa Joho yuwasema kwamba chama kinaendeshwa na viongozi kama Simbarati, kama Gladys Wanga ambapo yeye anasema kwamba ndiye chairman, kama Abdulswamad ambaye ni deputy party leader pia. Watu kama hao yeye ndio amesema ndio watu wa sasa. Lakini mimi nasema hivi, Joho wakati wa marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa amepata privilege nyingi sana, na yule mzee alikuwa akimpenda Joho na alikuwa na masikizano mingi sana. Lakini hivi sasa taka Joho ndugu yangu kumbuki kwamba wapambana na watu ambao ni intellectual. Hawa watu walikuwa waingojea fursa kama hii na imetokea. Hawa watu hawawezi kupelekwa. Hawa ni wasomi ndugu yangu. Leo hii wao ndio wanajimakini kusema kwamba chama cha ODM. Tumemwona Oburu amezungumza kupinga Ruto, tumemwona James Orengo amezungumza kupinga Ruto, tumemwona Sifuna amepinga Ruto, tumeona pia Willy Odinga pia amepinga Ruto. Sasa wewe chama ni watu gani kama sio hao? Chama ni hao niliokutajia. Kwa hivyo mimi ninachosema sasa lilobaki ndugu yangu ni either wewe ujiandae hivi sasa, lakini ikiwa hicho chama hakina nguvu tena kwako wewe, hawa watu bwana hawawezi kuwa na wewe. Kwa hivyo tafuta mwelekeo wako wa sawa ujue utafanya nini. Lakini kioni hawa hawayakubali. Wao wanajua kwamba nyinyi mlioingia katika broad base ni wafanyikazi wa Ruto, ndio mazungumzo yanapokwenda kutokana na midomo yao wanaposema. Kwa hivyo ndugu yangu Joho, yataka ujimakini sana, ukae chini na utafakari ujue utafanya nini. 2027 is around the corner. Ikiwa ni ODM haikutambui tena, hawa watu wakutambui. Alikuwa akikutambua ni yule mzee Raila Amolo Odinga, na Mungu ashamtukua mbele za haki. Kwa hivyo kaa tayari ujue utafanya nini. Lakini ikiwa ni ODM, zile nguvu za ODM kwako zimekwisha ndugu yangu, hapo si mahali pako tena. Manake ikiwa ni ODM, sidhani kama wao wanataka jambo lolote kuhusu wewe, na wengine ambao wako katika msimamo wa kusapoti Ruto wao hawataki kusikia. Huyo ambaye ni interim party leader Oburu anampinga Ruto. Utakofahamu hayo. Sisi kama viongozi wa ODM, hawa watu tumekaa hapa, sisi letu sote ni moja. Tumeelewana na siasa huwa ni numbers. Na hii kampeni ya safari hii msione kwamba ni mchezo. Kampeni ya safari hii sisi kama wapwani tunataka tujijenge sisi wenyewe. Tumeelewana vizuri hapa? Maeneo mengine kila mtu ameshikilia kwao, amejijenga kwao. Na sisi tunataka tujijenge hapa kwetu. Na ndio maana unamwona leo Waziri Hassan Ali Joho anakuja hapa. Anaposhinda kombe ni ushindi wa nani? Wa Hassan Ali. Tumeelewana vizuri hapa? Hey, Mombasa. Our kingpin is
in action. Our kingpin Ali Hassan Joho 001 Sultani. Sisi kama team Sultan hatuna baya. Sultan is back in action. Angalia vile amerembesha Mombasa with orange. Yani ile ODM yenye ilikuwa wakati ule Joho akiwa gavana is now back. Yani mara moja tu Joho amefanya tu pap, chungwa pap, ODM pap, dakika pap, watu washangara na orange. Dakika watu washangara na 001. Wewe uogopi? Mambo haya ilikuwa tumemisi. Mungu akubariki Ali Hassan Joho. Mungu akupe umri tuzidi kukuona. Wewe ndio kingpin wetu Mombasa. Ukituambia left tutakusikiza wewe. Ukituambia right Ali Hassan Joho tutakusikiza wewe. Hatusikizi mtu yoyote. Ali Hassan Joho, sisi kama wakazi wa Mombasa tutamsikiza Ali Hassan Joho. Raila Amolo Odinga alituacha kwa mikono ya Ali Hassan Joho. Mpo Ndremana mkaona leo ni ODM at 20 sherehe. Mumemuona waziri hamjamuona? Mumemuona Joho Sultani akirembesha Mombasa hamjamuona? Sijui kuandika na mate bwana. Mimi nimsema kweli binti shehe. Mkisema mwasema Luobei ameanza sijui nini. Mimi kwa natulia tu na observe. You know I'm a good observant. Ila nikisema huyu nitasema kwa shingapi? Kwani mwanilisha? Ali Hassan Joho, the Sultan, our kingpin of Mombasa County. Joho, watu ukituambia Joho nenda kwa ile shimo. Joho, watu wa Mombasa tutaenda kwa ile shimo. Joho, utuambie watu wa Mombasa tutaka mpanda hizi mti, tutapanda hizo mti mpaka juu. Joho, ukituambia nataka mpandishe hii mti hapa, mwagilieni maji. Joho, tutamwagia hizo miti maji ziendelee kukua. Itakuwa Joho umesema na sisi tunakufuata wewe kama kingpin wetu. Joho, hujawahi kutuangusha. Joho, tukiwa na wewe, hata nakumbuka wakati kwa gavana, we were on the safe hands. Yani Mombasa was shining everywhere. Na hii ODM at 20 kidogo tu. Angalia vile tumeshine. Angalia vile mji umekuwa orange. Angalia vile Joho amenguruma. Joho is the pillar of ODM. And I want to know you people. I want to let you know that Joho is the kingpin of Mombasa. Joho is the kingpin of... Narudia tena. Msijaribu kunipandisha kichwa. Ali Hassan Joho is the kingpin of Mombasa. Joho akisema left, sote rap left. Akisema south, sote rap south. Na nyinyi viongozi ambao mnampinga Joho, ambao mnachuchuchu, tunawaona katika nyuso zenu watu wawili watatu, mtusumbui. Mombasa is Joho 001. Mombasa ni Ali Hassan Joho. Ndani ya ODM tumevaa ODM. Under courtesy of Ali Hassan Joho. Ilikuwa tuyapatie wapi? T-shirt original kama hizi. T-shirt original. Si zile vitu vya alasi. Si zile vitu ukifanya hivi t-shirt ingeti kama ambayo inatoka kwa mdomo wa ng'ombe. Cheki maneno. Sultani Mombasa 001. Chama kiko imara. ODM. Yani chama kimerudi na nguvu. Joho amesisimua ODM ndani ya Mombasa. Manaka ilikuwa iko vuguvugu. ODM imfifia. Ali Hassan Joho, sisi kama wana ODM, vile ulikuwa watushikilia ukiwa gavana, twaona umerudi. Wewe ndiye pila wa ODM. Wakati ulikuwa tunapigwa tear gas na wewe, kuna watu walikuwa ni mama's boy. Wakati ilikuwa tunapigwa tear gas ndani ya CBD Nairobi na Joho, kuna watu walikuwa wanapakiwa Cerelac, wanachapiwa Cerelac, wanalishwa na kijiko. Sisi na Joho, unakumbuka hii msemo wa Joho akisema kama mbaya na iwe mbaya, hajaanza leo. Wakati huu hata kidogo apigwe risasi. Nakumbuka vizuri sana roundabout hapa Changamwe. Kidogo apigwe risasi sote tukalala chini. Yani ushalala chini mpaka ukashikana na yaitwaje na kabro. Umelala chini, risasi waona zaruka. Alafu Joho yajua kuruka kijakichani, hizo risasi zilimkosha. Yani ni Mungu, Joho usife leo. Tungeumbuka sisi Joho ungedonwa risasi wakati wosi tungeumbuka. Ali Hassan Joho, yani ulifanya kitu yani nakupenda bure. You lead and we will follow. You lead and others will follow.
viongozi wa Mombasa, viongozi wa Kenya at large, Joho is our kingpin 001. Mimi kama Luobei Fire nilishasema hivi, safari oya, safari na bamba na machero. Kwani kuimba shingapi? Mwenye niko na Sultan, niko na Johore 001. Sinuzie uoga bwana. Niko na Sultan. Jo ametungarisha, ametuvalisha with orange. Yani ile nguvu ya ODM ilikuwa wakati ule imerudi mpya ndani ya mji wa Mombasa. Nani alikuwa anaweza kufanya hizi vitu vile Jo yafanya? Wakati ule alifanya akiwa gavana. Haya, alhamdulillah, Mungu amemweka kama waziri. Twashukuru sana. Ila twashukuru hiyo ODM at 20 Jo ameingia, kaingia, akatuvalisha. Jo jamani, Mungu akuweke. Sina la kukupa mimi Sultani 001. Sina la kukupa mimi, ni shukrani, nazidi kukuombea dua. Mwenyezi Mungu akuendelee kupatia hiyo moyo. Umesemaje? Kama mbaya iwe mbaya, kama mbwai iwe mbwai. Sasa wacha wa bring it on. ODM sisi ndiye tuko. Sisi ndiye vipenzi vya wale mashinani. Sisi ndiye wale wa mashinani, wale wa mashinani, yani wale wa yani come rain come fire. ODM is life ndani ya mashinani. Tukiongozwa na Ali Hassan Joho, our kingpin of Mombasa. Narudia tena, Ali Hassan Joho aka Sultan 001. Hey, mbona naringa? Mbona najidai? Mbona nazidisha kiburi? Safari ndio mtasema Luobei sijui nini. Mimi ndiye niko my friend. Amia. Mwanajeshi, jeshi la mtu mmoja ndani ya mashinani. Ligi zangu huwa zile za mashinani. Sina mbambamba. Kija mashinani will get me full force. Jana niliangalia watu wangu wa Mombasa mkicheza ngoma, mkiinua matiti. Do you know what is painful? What is painful and what is, I don't have a word for it. It's seeing women, especially women, who champion for the same thing that is destroying your lives. Watoto wetu wanakufa na drugs. Watoto wetu wanalalana mangweni. 001 Mombasa, we have nothing to celebrate for. Hatuna maji Mombasa nzima. Especially right now it is worse. Mombasa inakaa kama kijiji ambacho kiko Lokichogio. Takataka, uchafu. This county looks miserable. Only 20 years after some people took power. It is painful. Every project that was meant for mwananchi, imwendeleze mwananchi, it has stalled. Kujani Kashani, mwangalie area MP wa Kisauni. How much money he has looted with contractors. Come and look at Director of Education. How they are dwelling on a mass corruption. Come and look at school head teachers. How much they are compromised in those corruptions. Come and look at our roads. Sisi Mombasa, Kenya nzima, we are the richest county. Forget about Nairobi. The money which comes in and goes out of Mombasa, my friend, ukichukua kalamu na karatasi ukalculate, we have a lot of wealth here. But we have a CS who we are told he is very talented on rigging, very talented kwa kukusanya watu na kuwapatia 200, 500 kujaza uwanja. That is his talent. And another talent is a master game of looting. He knows how to loot. He has looted our lives for 50 and 20 years to come. Come and look at the projects
ambazo zilikuwa saizi watoto wetu wasome ndani ya madrasa. The CS of mining looted. Kuja Majaoni Primary, utalia machozi. Wakati Mbogo akiwa MP. It is painful. For a person who walks around akisema elimu kwanza. But alipokuwa ofisini, he looked aside or he shared a lot of looting. That will enable wanafunzi wasome ambayo ni elimu kwanza. Majaoni Primary, watoto wetu wa chekechea wanasomea kwenye mabati. Chini hakuna simiti. 2018-2019, Hassan Joho alitenga shilingi milioni 22 za kujenga klasi 6. Contractor alikuwa Adan Contractors, msimamizi alikuwa Machele, MP wa Mvita. There is a signature books in Majaoni, Machele signing out and in, kuja kuangalia project. Hiyo project 20 million haikufika mahali. The principal and everyone and everything. Compromise. Money disappeared. The same year, 20 million was reimbursement to the same project. That is 42 million. The money disappeared. Aden Contractors again. Now, this year, 2023-2024, Abdulsamad allocated another 20 million for the same project. That is 62 million for the 6 classes. Those classes are still stalling up to today. The next contractor came to the school on March. He signed the visitor's book. He met the principal and told the principal that I'm coming to finish the project. 15 million was deposited in the contractor's account. He has never come back to that school again. The money has disappeared. When I try to talk to the DCC and whatever, the education personnel, they don't know anything about it. The area MP had his cut. It is gone. During Alimbogo's time, there were money which was allocated to build toilets in Majaoni Primary. That toilet of 10 million was never built. Our kids, mukiona choo wanayoingia, kinaweza ingia mtoto mzima ndani. And today you are telling me the same person who looked away while money was being stolen for the elimu kwanza, what he believes in, that person can make a good governor? Watu wa Mombasa, inabidi ujinga uwatoke. Do we look like a county ambayo watoto wao wanafaa kusomea mabatini? Do we look like a county that we need to have 120 kids in one class? Joto, watoto wetu wanakufa na joto, hawasomi vizuri, wengine wamekaa chini tumewatandikia mkeka. That is money Hassan Joho looted. That will benefit the community for 20-30 years. He looted lives with his friends. Other projects which have stalled, looted by the same governor in Likoni. It is painful. It is really painful. There is an NGO in Mombasa which is helping the county government of Coastal Region to loot money. Kemsford. This Muzungu came from Western countries without money. And he knew that in Africa there is fools and idiots who go to power and they loot their people and they will come and claim the same power. And he knew he's going to capitalize in that. Abdi and Amina in Kemsford, they are doing a very dirty job to our communities and societies. All of these people, they are Muslims who are proud to be Muslims. But let me tell you something, have done the research. When we had Christians as leaders
in this country, in other places, they were not this massive looting. But right now we have Muslims in every sector, and the community and the society is on their knees. That are the people who are very proud. And when you went to celebrate 20 years of ODM, tell me, what did you celebrate as 001 or as Coast Region? What did you celebrate from Kilifi and everywhere? Because in Mombasa, we have a county assembly packed with ODM sycophant, stupid, brainless MCAs. We have MPs from the same party. Tell me, what healthy leadership do we have in 001 to celebrate 20 years of ODM? Why do you think every celebration has to be brought, for ODM has to be brought in Mombasa? It's not because it's a Coast Region, because the only stronghold of ODM across Kenya, it is Coast Region. That is what I'm telling you. It's not Bondo. It's not Alego. It's not Kisumu City. We are the stronghold of ODM. I have a dream, and it's going to come true someday. We need to replace ODM. ODM has never been healthy for us. We need to strip that power that we have given them. Just like the way we stripped the leaders of the poor name and we took him with his name. That is how I see it. I might be dreaming right now, but trust me, everything bigger in this world started as a dream. It's either now or never. Coast Region, jipangeni, tunabadilisha chama 2027. Constable Kenya.